Wawekezaji pamoja na wafanyabiashara wakubwa wameshauriwa kutumia fursa zilizopo kwa kuwekeza katika sekta ya viwanda hapa visiwani Zanzibar. Ushauri huo umetolewa na Waziri wa Maji, Nishati na Madini, Mheshimiwa Nadir Abdulatif Alwardi katika hafla ya ufunguzi wa kiwanda cha soda Maisha Bottlers Limited huko Mwembe Makumbi, mkoa Mjini Magharibi Unguja, ikiwa ni mwendelezo wa shamra za maadhimisho ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Amesema mradi huo utazalisha ajira za moja kwa moja kwa watu 100, hali ambayo itasaidia kuimarika kwa kipato kwa mwananchi mmoja mmoja na uchumi wa Zanzibar. Adhimisha miaka 62 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Tuna kila sababu ya kuwapongeza waasisi na viongozi wetu kuendeleza kwa vitendo falsafa mapinduzi katika mapinduzi ya viwanda. Mapinduzi ya viwanda yanakwenda sambamba na ukuaji wa uchumi wa nchi yoyote duniani, na hii inadhamirishwa tokea karne ya 18 ambapo mapinduzi ya viwanda yalishika hatamu baada ya vita vya pili vya dunia. Ndugu wananchi, tumearifiwa kuwa mradi huu tunaozindua leo katika shamra za sherehe mapinduzi ya miaka 62 unamilikiwa na Watanzania wazalendo na una thamani ya dola za Kimarekani zaidi ya milioni 10 ambazo ni sawa ya zaidi ya shilingi bilioni 25 za Kitanzania. Mradi huu unazalisha ajira za moja kwa moja kwa watu 100, hali ambayo itasaidia kuimarika kwa kipato cha wananchi mmoja mmoja na uchumi wa Zanzibar kwa ujumla. Uwekezaji huu unatoa taswira halisi ya maendeleo ya mapinduzi ya viwanda. Ifahamike kuwa kabla ya mapinduzi Zanzibar ilikuwa na viwanda vya kuandaa na kuchakata malighafi pekee, processing industry, na hatukuwa na viwanda vya utengenezaji wa bidhaa, manufacturing industry. Lakini leo tukiwa tunazindua kiwanda cha soda, Zanzibar ina viwanda vingi ambavyo vinatengeneza kuzalisha bidhaa zenye ubora. Ndugu wananchi, naomba niwakumbushe kuwa kuongezeka kwa viwanda nchini kuna tija kwa taifa kutokana na umuhimu wake, ikiwemo kuinua uchumi wa Zanzibar, kuzalisha ajira kwa wananchi, kuhusisha maisha ya watu, udhalishaji bora wa bidhaa na huduma. Pia viwanda hivi vimekuwa vikisaidia katika kukuza miundombinu yetu katika maeneo mbalimbali. Kwa mfano, serikali yetu hii ya awamu ya 8 imetenga maeneo maalum ya uwekezaji wa viwanda Dunga Zuze kwa upande wa Unguja na imetenga maeneo huru Micheweni kwa upande wa Pemba. Tukitembelea mote humu tunahakikisha kwamba kweli viwanda vinakuza miundombinu yetu katika nchi yetu. Aidha, Waziri Nadir ametoa wito kwa mmiliki wa kiwanda hicho pamoja na wawekezaji wengine kuwekeza Zanzibar katika maeneo mbalimbali, kwani Zanzibar iko salama kwa uwekezaji. Aidha, viwanda vimekuwa vikitoa tija kwa nchi kutokana na kuingizia serikali mapato pamoja na kuiweka nchi katika ramani ya dunia, kushajiisha biashara kimataifa. Ndugu wananchi, kufuatia maelekezo yaliyotoka hapo juu, inadhihirisha wazi uwepo wa viwanda nchini una malengo mahsusi, una faida mahsusi sambamba na kukuza uchumi wa taifa letu. Naomba kutoa wito maalum kwa mmiliki wa kiwanda hichi Maisha Bottlers Company Limited kitoe kipaumbele kwelikweli kwa kuajiri wananchi wazalendo, hasa wa maeneo yaliyokuwa karibu wa kiwanda hichi. Lakini kwa upande wa vijana wetu ambao wataajiriwa katika kiwanda hichi, na wasihi wawe waadilifu, wawe waaminifu na wawe na bidii ya kujituma ili mwekezaji huyu apate faida nyingi, mpate kipato cha kuendesha maisha yenu. Ndugu wananchi, naomba kutumia fursa hii kutoa wito kwa wawekezaji wengine, wafanyabiashara wakubwa nchini kuwekeza katika sekta ya viwanda na kutumia fursa zilizopo. Kiwanda Zanzibar ni sehemu salama. Ndugu wananchi, nikiwa namalizia hotuba yangu katika kuadhimisha miaka 62 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar, napenda kuwapongeza viongozi wetu wakuu wa nchi, Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na Mheshimiwa Dr. Ali Hussein Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa kujenga mazingira mazuri, salama, rafiki na uwekezaji bora.
wa viwanda. Akitoa maelezo mafupi ya kitaalamu, mkurugenzi mtendaji wa ZIPA Saleh Saad Mohamed amesema mradi huo umesajiliwa mwaka 2021 na mamlaka ya uwekezaji ZIPA imesajili jumla ya miradi 588 na miradi 59 ni ya viwanda. Mheshimiwa, ulisajiliwa mwaka 2021 na mamlaka ya kukuza uwekezaji Zanzibar ZIPA, lakini Mheshimiwa, vile vile mpaka kufikia tarehe hii ya leo, katika kipindi cha serikali ya awamu ya 8 ya uongozi chini ya Dr. Hussein Ali Mwinyi, jumla ya miradi 588 imesajiliwa na miradi 59 ni miradi ya viwanda. Mheshimiwa, hii inaonyesha kwamba 10% ya miradi yote imekuwa ni miradi ya uwekezaji katika viwanda. Hii ni tofauti na miaka iliyopita kabla ya mwaka 2020 ambapo viwanda vilivyowahi kusajiliwa kwa mwaka havijawahi kuzidi vitatu katika mamlaka ya kukuza uwekezaji Zanzibar ZIPA. Kwa kufahamu umuhimu wa viwanda kwa ajira na kukuza uchumi, sisi kama mamlaka ya kukuza uwekezaji Zanzibar ZIPA tumejipanga kuhakikisha kwamba tuna vivutio zaidi kwa wawekezaji wetu katika viwanda, kama ni sera ya nchi ya kuhakikisha kwamba eneo hili linachangia kwa kiasi kikubwa zile ajira 353,000 ambazo zimeagizwa katika manifesto ya Chama cha Mapinduzi mwaka 2025-30. Lakini vile vile agizo limetuambia kwamba tutanue wigo kwa uwekezaji mbali na maeneo ya utalii. Kwa hivyo hili ni eneo ambalo tutakwenda kulifanyia kazi kupitia wizara yetu ya kazi na uwekezaji, kupitia mamlaka ya kukuza uwekezaji Zanzibar ZIPA, kwa kurekebisha sheria yetu, miongozo yetu na taratibu za uwekezaji. Naye mwekezaji wa kiwanda cha Maisha Bottlers Limited amesema kuwa wamejipanga katika kuhakikisha wanazalisha vinywaji kwa kiwango kikubwa. Uwekezaji utakuwa na laini 3. Mpaka sasa tumeweza kufanya installation ya laini 1 na tayari soda tunaendelea kuzalisha, na laini 2 tayari tuko hatua za mwisho. Ikifika mwezi wa Machi, mwezi wa 3 2026, na laini 2 zitakuwa tayari. Tutakuwa tunazalisha products zifuatazo: soda, maji, juices na soda za vibati ambazo zinaitwa cans. Product hizo zote tutazalisha hapa na kwa kiwango kikubwa. Target yetu ni kuzalisha katuni 20,000 kwa siku. Kwa hiyo tumejipanga vya kutosha kuhakikisha Zanzibar watu wanakunywa vinywaji vyetu. Mpaka sasa na miradi yetu hii ya line 2 na line 3 tayari wataalamu wako njiani. Timu yote watafika kwa ajili ya kumalizia installation na vitu vidogo vidogo vilivyokamilika, na mashine tulishazipokea wiki iliyopita. Kwa hiyo na imani mambo yataenda kama ambavyo yalitarajiwa. Nichukue nafasi hii kushukuru uongozi wa serikali kwa support zote wanazotupa. Tumekuwa tukipata support kubwa sana kutoka serikali kuu mpaka serikali za mitaa. Wameweza kutupa exemption ama msamaha wa kodi kwa baadhi ya vitu ili tuweze kufanya vitu vyetu viweze kwenda haraka iwezekanavyo. Tunashukuru uongozi wa serikali. Nashukuru Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Hussein Ali Mwinyi na uongozi wote wa serikali kwa ujumla. Nikiripoti mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV
kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV.